Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Shazi Fabian. Kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeitaka Wizara ya Uchukuzi kumsimamia mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa chuo cha mafunzo ya usafiri wa anga, kuhakikisha usalama wa wafanyakazi unazingatiwa na wanakuwa na mazingira salama wanapokuwa mahali pa kazi, sambamba na kulipwa stahiki zao kwa wakati bila hujuma za aina yoyote. Aidha, kamati hiyo imeelekeza wizara kuhakikisha mkandarasi analipwa kwa wakati ili kuharakisha utekelezaji wa mradi huo na kuepuka gharama zinazoweza kujitokeza kutokana na ucheleweshwaji wa malipo. Maelekezo hayo yametolewa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu Selemani Kakoso kwa waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa hii leo Machi 16 baada ya kamati hiyo kutembelea na kukagua ujenzi wa chuo hicho kilicho chini ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA kinachojengwa katika eneo la Banana Ukonga jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri, kamati inashauri yafuatayo yafanyike. La kwanza, mradi usimamiwe vizuri ili uweze kukamilika kwa mujibu wa mkataba uliosainiwa, lakini tunaomba mradi unapojengwa ulinde mazingira ya wafanyakazi. Wafanyakazi wanaojenga pale usalama wao sio mzuri, hawana vifaa, kwa sababu tunapojenga pale tunategemea na afya za wale wanaotusaidia ziwe nzuri. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba mumsimamie mkandarasi. Yapo malalamiko ya malipo ambayo yanatolewa kwa wafanyakazi ambayo si haki stahiki. Kwa hiyo ni vizuri mkakaa naye mkaangalia kwa upana mazingira ambayo yanawalipa wale wafanyakazi ili mradi wetu usiweze kuhujumiwa. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba wewe ili uweze kuleta msukumo wa kumlipa mkandarasi. Alishalipwa certificate ya kwanza na alisharezi certificate nyingine. Miradi mingi ya serikali huwa inaanza kwa haraka, lakini kukamilika inashindwa kukamilika kwa wakati. Na inaposhindwa kukamilika kwa wakati, tunaufanya mradi huo uongeze gharama, kwa sababu mkandarasi atakudai kwa mujibu wa mkataba. Kwa hiyo naomba eneo hili Mheshimiwa Waziri muweke msukumo ili muweze kumlipa mkandarasi, na tunafarijika kuona kasi ya mradi inaenda vizuri, na hata waheshimiwa wabunge walipotembelea wamejiridhisha kuona mkandarasi anafanya kazi nzuri. Hata material ambayo inatumika pale inaendana na mradi. Kwa hiyo tuwaombe serikali muweze kukamilisha ili yale matarajio mliojiwekea kukamilisha huu mradi. Akijibu maelekezo hayo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ameahidi kuwa wizara yake itasimamia kikamilifu ujenzi wa chuo hicho ili kuhakikisha mradi unatekelezwa kwa viwango vinavyolingana na thamani ya fedha iliyotolewa na serikali. Nashukuru sana kamati kwa maoni yenu, tumeyachukua, naenda kuyafanyia kazi na tutahakikisha kwamba serikali inatoa pesa kwa wakati ili chuo hichi ujenzi huu usiweze kusimama, tumalize kwa wakati ili wanafunzi wetu wanaotoka nchi mbalimbali waweze kupata elimu bora kwa viwango na kazi bora kama tunavyotegemea. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA Salim Msangi amesema ujenzi wa chuo hicho chenye thamani ya shilingi bilioni 78 umefikia 10% na kinatarajiwa kupanua uwezo wa utoaji wa mafunzo ya kisasa ya usafiri wa anga. Kile chuo cha Terminal ambacho nilisema facility zake ni za zamani, lakini soko ni kubwa.
soko ni kubwa. Wengi wanapenda kusomea hapa Tanzania, ni kwamba facilities zilizopo ni ndogo, ni chache na ni za zamani, madarasa ni chakavu, lakini wengi wanapenda kwa sababu ya mazingira ya usalama, ufundishaji na hali ya maisha kwa ujumla hapa Tanzania ni affordable. Kwa hiyo wengi wanapenda kutumia hapa, ila tunashindwa kuwaruhusu waje wengi au kuanzisha kozi mpya. Kwa mfano, tunataka kuanzisha kozi ya zimamoto. Mtu anaweza akasema zimamoto si wanachuo iko hapo hapa Tazara. Zimamoto anayezima moto kwenye ndege ni tofauti na kwenye majengo. Taaluma yao ni tofauti, na hawa na qualifications zinatakiwa kimataifa na lazima wape certification maalum. Kwa hiyo wale zimamoto walioko mjini huwezi ukamleta akafanya kazi hapa kiwanja cha ndege. Sisi hizo ndio taaluma ambazo tunazitekeleza, zina certification za kimataifa. Kwa hiyo mheshimiwa, nilidhani hilo linaweza likajitokeza, niliweke wazi. Tunatarajia kuongeza kozi nyingi zaidi. Tunafundisha drones operators. Sisi ndio tunaoruhusu drone ziingie nchini, importation, registration na matumizi yake ni lazima, kwa sababu zile ni ndege. Kwa hiyo kozi hizo zipo pale kwenye chuo chetu pale Teminwani, huwezi kuzikuta kwenye chuo kingine chochote. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.